Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi tunaendelea katika season 2, kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku, ikiwa ni hatua ya 5. Kwa hivyo tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi. Basi baada ya mizengo ya muda mrefu kati ya mtu wa Munchwari pamoja na Arinza anaamua kusamehe pesa na kuondoka eneo lile ili warudi barabarani kama wanaweza kumwona Adaku. Hata kwa bahati mbaya wamfuatilia nyuma ili wajue kwa sasa mwili huu wanaopeleka wapi, wao wapate uafadhali wa kuupata. Muda huu bwana, Adaku yuko barabarani akiendesha gari kwa umakini mkubwa, anaupeleka mwili wa babake anapopajua yeye mwenyewe. Lakini kitu cha kustajabisha, akiwa yupo njiani, Arinza anaitambua gari ambayo anaendesha Adaku na kumwambia dereva, usiipite hiyo gari, hakikisha tunaifuatilia mpaka mwisho. Yule ni Adaku, na hapo tutajua mwili wa baba anakuwa ameenda kuuhifadhi sehemu gani. Basi walifuatilia. Adaku naye kama aliwashtukia vile akasema, nyie njoeni tu, najua nitawaacha wapi. Safari ilikuwa ndefu kidogo, waliendelea kumfuata kuhakikisha ya kwamba wampotezi, lakini Adaku aliendelea kucheza na akili zao. Kuna sehemu ambapo aliwapa distance kidogo, alivuta gari kwa spidi kubwa sana kiasi kwamba walishindwa kujua Adaku ameingilia wapi. Kumbe kuna kona hii hapa, alikuja akakunja. Nilikuwa ni ngumu sana kumuona kutokana na distance walioachwa. Walichukua muda kidogo kama wa dakika 2 mpaka kuja kufika katika ile kona. Hawakuhisi hata kama huenda alikunja hapa. Walipita mkuku kama nguruwe, wakanyoosha kuelekea mbele. Kumbe hapo ndipo ilikuwa mwisho wa kumfuatilia Adaku, yani wameshampoteza. Ni ngumu tena kuupata mwili wa marehemu mfalme katika mikono ya Adaku. Yani kila walipozidi kwenda mbele zaidi, matumaini ya kuiona tena ile gari yakawa hayapo, na ndipo Arinza akamwamuru dereva apaki gari pembeni ili aweze kutafakari Adaku atakuwa ameingilia wapi. Arinza alifunguliwa mlango, akateremka kwenye gari akiwa na hasira vibaya mno dhidi ya dada yake Adaku, lakini ndo vile ajui nini cha kufanya, maana dada ni mbabe vibaya mno. Mke wa Arinza naye aliteremka akamuuliza Arinza, kwa nini umesimamisha gari hapa? Arinza anakuuliza, kwani huwezi kunijibu ama? Kwa nini tumesimama hapa? Tunamwacha anaendelea kwenda. Arinza akamwambia, nahitaji kufikiria, naomba uniache kwanza. Huu ni muda wa kuchukua hatua Arinza, si muda wa kufikiria. Nimekwambia nahitaji kufikiria. Wewe mwanamke vipi Kitu gani ambacho hujaelewa hapo? Arinza, hata sielewi kwa nini tumesimama hapa. Tunavyoendelea kupoteza muda, dadako ndo anavyozidi kwenda mbali, anatuacha Arinza. Kesi, nimeshazungumza, nimesema nahitaji kufikiria, naomba uniache. Adaku anakuja moja kwa moja kwa rafiki yake anaitwa Mirna. Mirna anaogopa na kumwambia, Yesu Kristo, hiyo ambulance imebeba mwili wa babako, mbona umeileta hapa? Adaku anamwambia, nitakwambia kila kitu, usiwe na wasiwasi, tuingize kwanza hii maiti ndani. Ndani wapi? Ndani kwenye hii nyumba yangu? Kivipi yani? Mirna, wewe ni daktari, unajua utaratibu sahihi wa kuhifadhi maiti. Hapa ndo mahali pekee ambapo maiti hii inaweza kuwa salama. Mirna, hebu tuingie ndani tafadhali. Ukiingiza hii maiti humu ndani nitalalaje usiku? Hilo swala haliwezekani, siwezi kufanya hivyo. Mirna, hii sio nyumba ya chumba kimoja, tafadhali nisaidie. Tunaweza tukaweka maiti hii katika chumba kimojawapo. Nia yangu ni njema kabisa Mirna, sitaki hao wazee waovu waweke mikono juu ya maiti ya baba yangu. Yani hawatotakiwa kuuona mwili wa baba yangu wakati mila hii mbaya inakomeshwa. Unacheza na moto Adaku, huwezi ukaishinda mila hata siku moja. Nisikilize Mirna, unakumbuka mauaji ya mapacha ilikuwa ni sehemu ya mila kabla hayajakomeshwa? Wanawake na wanaume wenye nia njema walipigania hiyo mila mpaka wakashinda. Leo mapacha wanazaliwa kama kawaida. Tukikunja vichwa, uovu utashinda. Hatuwezi kuruhusu jambo kama hilo kutokea. Rafiki yangu, napenda sana ujasiri wako, lakini nahofia maisha yako Adaku. Mambo yatakuwa sawa Mirna, usijali kuhusu mimi. Hakikisha tu ya kwamba maiti iko salama, na pia uhakikishe inakuwa ipo freshi. Sawa? Ni sawa Adaku, nitakusaidia kuiweka, lakini sio nyumbani kwangu. Labda tuipeleke hospitalini kwangu, kule ndio itakuwa salama zaidi. Vyovyote vile itakavyokuwa ni sawa tu Mirna, ili mradi hawa wazee waovu wasije wakaitia mikononi maiti. Sawa, tuondoke basi tuelekee huko hospitali. Huku nyumbani Arinza na mkewe wanarudi, wanamkuta mama. Mama anawauliza, maiti iko wapi? Na je, umewasiliana na wazee Arinza? Maana anasikia kuna mtu anataka kuzungumza na mimi, sijajua ni nani huyo. Mama, maiti ya baba ilitolewa pale Munchwari kabla ya sisi hatujafika. Arinza,
Kama sijakuelewa, ulitaka kumaanisha nini? Aha, nilitaka kumaanisha kwamba mwanao Adaku alienda akamtishia yule bwana wa Munchwari, akamwambia mkabidhi ule mwili. Hatimaye yule bwana wa Munchwari akamkabidhi Adaku ule mwili, Adaku akaondoka nao. Mungu wangu, alijuaje kama mnaenda huko? Ilibidi mumfuatilie huyu msichana na kuirudisha hiyo maiti hapa. Mke wa Arinza akasema, mama, tulifanya hivyo hivyo, tulimfuatilia sana, lakini njiani alilazimisha kututoroka akatuacha. Mama akasema, hivi ni kitu gani kibaya nikifanye kwa huyu msichana? Maana nimeshamsikia vya kutosha na upuuzi wake wote. Sasa ni wakati wa mimi kumfundisha somo lililo bora zaidi. Hawezi kutuendesha namna hii na kutukatisha tamaa. Huyu binti kwani ana matatizo gani jamani? Bi mkubwa aliumia sana kutokana na mambo anayoyafanya binti yake. Akasema, leo mpaka nimfundishe adabu. Muda huu Adaku anarudi nyumbani. Mama alipomwona tu Adaku kwamba anaingia, akavua viatu kwanza, akaviweka pembeni kama mbwai na iwe mbwai. Adaku akauliza, mama, hii nini maana yake? Adaku, nina hakika kabisa unajua nini maana ya adabu. Hivi unajua wewe kwamba mimi nimekubeba katika tumbo langu kwa miezi 9 nikiwa niko peke yangu? Unapaswa kujua kwamba mimi ni mama yako, ninao uwezo wa kukuweka njia ambayo itafanya maisha yako yawe duni kila siku. Mama, usitaka kufanya jambo lolote lile ambalo litakuwa baya kiupande wangu. Yaani siamini kwamba mama eti unataka kuhalalisha kabisa ujinga wa namna hii. Kweli kabisa. Kama ulikuwa ujui kitu ninachokipambania, mimi napambania haki na uadilifu. Sawa, nataka nikuulize swali moja mama na unijibu. Kwa nini useme mfalme akifa azikwe na watoto wa wanakijiji wasiokuwa na hatia? Wakati wewe kama malkia, kwa nini usionyeshe mfano wa upendo kwa jinsi unavyompenda mume wako ukazikwa naye? Ingekuwaje? Unaogopa kufa Kufa hutaki. Lakini watu wasio na hatia wanafaa kufa, yani unavyoona wewe. Hayo mambo hayana maana yoyote ile. Sikiliza bwana mama, mimi napigania kizazi kijacho. Hilo ni jukumu langu. Kwa sasa inatosha kwa damu iliyomwagwa. Adaku, wewe ni takataka, upuzi mtupu unaoongea hapo. Sikuondoa miguu yangu katika viatu na kunyanyua ufagio huu wa asili uje unifanyie upuuzi kama huo. Wewe ni mtoto mdogo sana ambaye nilikuweka katika tumbo langu ndani ya miezi 9. Adaku, ngoja nikwambie kitu. Usipowasilisha mwili wa mume wangu ndani ya saa 24 zijazo, usije ukatafuta mchawi wa maisha yako hata siku moja. Nitakukana Adaku, na nitaweka laana juu yako. Hiyo ni nadhiri inayoiweka katika maisha yangu juu yako wewe. Mambo hayo. Maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha mama yalikuwa ni mazito kiasi kwamba yalikuwa yakimrejea mara kwa mara katika masikio yake. Adaku yuko chumbani muda huu akitafakari, lakini bado anasikia sauti ya mama ikisema, Adaku, wewe ni takataka, upuzi mtupu unaoongea. Adaku, ngoja nikwambie kitu. Usipowasilisha mwili wa mume wangu ndani ya saa 24 zijazo, usije ukatafuta mchawi wa maisha yako hata siku moja. Nitakukana Adaku, na nitaweka laana juu yako. Hiyo ni nadhiri inayoiweka katika maisha yangu juu yako wewe. Adaku anakumbuka siku moja alishawahi kumtembelea mtu ambaye aliwahi kufukuzwa katika ufalme wa Amanza. Anaishi mbali na Amanza, kwa sasa ni mganga wa kienyeji. Yule mganga alisema ya kwamba niliwahi kufukuzwa Amanza kwa sababu ya kusema ukweli. Nilisema ya kwamba mila ya kumzika mfalme pamoja na mabinti wasio na hatia sio mila sahihi. Mama alinionya akaniambia kamwe sitoweza kushinda vita hiyo, lakini sikuweza kusikiliza yale maneno kwa sababu niliona ni maneno dhaifu. Yaani huwezi amini kwamba jambo baya zaidi ambalo lingeweza kumtokea mtoto likanitokea mimi. Adaku akauliza, ni kitu gani hicho? Unataka kujua ni kitu gani? Haya, ngoja nikwambie Adaku. Kuna vitu ambavyo mtoto hataki kuvifanyia mazoea. Umemwona yule mwanamke aliyekuzaa wewe? Yule mwanamke upaswi kumchokoza hadi akakuwekea laana, kwa sababu hilo ndo jambo baya ambalo linaweza kutokea kwa mtoto yoyote yule. Chunga sana pale anapokuonya akiwa ameushika ule ufagio wa asili kuhusu jambo fulani. Hata kama itakuwa ni haki imesimama mbele yako, inahitajika utumie busara kubwa mno, vinginevyo jambo baya zaidi litatokea katika maisha yako. Kwa hiyo Adaku, hapo ni wewe mwenyewe tu kuchagua njia ambayo itakuwa ipo sahihi kiupande wako. Sijajua wewe utakuwa umechagua njia gani, lakini ukweli ndio huo ambao hauwezi kufichika daima milele katika dunia hii. Tafakuri zilikuwa nyingi sana kwa mwanadada Adaku, akitafuta namna ya kufanya ili aweze kusolve hili jambo ambalo lipo mbele yake. Anasema kwa sauti ya moyo, jambo baya linaweza kumtokea yoyote yule, sio kwangu tu. Hivi ni kweli kwamba namkosea mama yangu kiasi kwamba anaweza akafungua kinywa chake na kuweka sababu juu ya hili? Hivi ni kitu gani kilikuwa kiini cha hili jambo?
kuwapigania watu au mimi kulaniwa na mama yangu mwenyewe? Okay, sawa. Ngoja nipige simu sasa hivi ili hiyo maiti wailete hapa nyumbani. Sitaki kulaniwa na mama yangu. Badala yake nitapakia vitu vyangu na kuondoka katika ufalme huu na kwenda nje ya nchi kwenda kuhangaika tena. Jibu la mwisho alilolipata Adaku ni kupiga simu hospitali kwa Mirna ili waweze kuileta hiyo maiti hapa nyumbani, mazishi yaendelee na yeye aweze kuondoka. Lakini ili anapokea simu tu anakutana na maneno haya hapa kutoka kwa Mirna. Basi mtazamaji wangu, usiache kusubscribe, kulike na kukomenti kwa sababu yajayo yanafurahisha. Ni kuache na swali kidogo ambalo majibu yake utalipata katika hatua ya 6. Je, Adaku ataurudisha mwili wa baba yake katika familia yao ama itakuwaje? Na je, Mirna alimwambia nini Adaku katika simu muda ule? Basi kama nilivyokuambia, majibu yake yote utayapata katika hatua ya 6. Muda wote huo ulikuwa nami, wananiita Alifa DJ aka wa kupoa aka kabisa Real Badman Killer. Mpaka muda mwingine niseme asante.